Utatu. Sema utatu. Sema utatu. Andiko letu linatoka katika Marko sura ya 2. Kama kuna mtu ana Biblia nisomee chap chap. Marko sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5, alafu atasoma mstari wa 11 na wa 12. Marko sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Akaingia Kapernaumu tena. Baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yuko nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakamletea mtu mwenye kupooza, anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakajiteremsha kumlalia yule mwenye kupooza. 5. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Amen. Mstari wa 12. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu akisema, namna hii hatujapata kuiona kamwe. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huo nimetoa mfano wa andiko moja tu, lakini kwenye Biblia yako maandiko mengi. Wako watu wengi mpaka wakaitwa mashujaa, na tunawasema na tunajifunza mpaka leo, ni kwa sababu walikuwa na hizi tatu. Ya kwanza kwa haraka inaitwa ubunifu. Bahati mbaya hata hamna sehemu ya kuandika, basi tutakumbuka kichwani mwenu, sawa? Ya kwanza inaitwa ubunifu. Ubunifu una maana nyingi, lakini mimi nitatembea na maana hizi. Maana ya kwanza, ubunifu maana yake ni uwezo wa kuunda au kubuni kitu kipya au kupata njia mpya ya kutatua changamoto iliyopo. Mtu tunayemwita mbunifu ana uwezo wa kuunda jambo ambalo halijawahi kuwepo likawepo na tutaliona, au wazo ambalo halijawahi kuwepo akatoa wazo jipya na tukaliona. Lakini kwa maana nyingine akatoa njia sahihi ya kutatua changamoto iliyopo kwenye jamii kwa wakati huo, na watu wakaondokana na jamii na changamoto hiyo, na jamii ikawa huru. Hiyo maana ya kwa ni mchakato wa kuzalisha wazo jipya, na wazo hili jipya lazima liwe lenye thamani au njia ya kipekee ambayo itaiondoa jamii kwenye tatizo fulani au changamoto fulani. Mfano mdogo, leo dunia yetu iko kwenye shida ya mafuta. Si wote tunapitia, au sisi tuko bize na Biblia tu, mambo ya dunia tuyaone, sawa? Lakini leo dunia yetu iko bize ama iko kwenye changamoto ya mafuta. Mafuta yako bei juu, na wenzetu huko ndo wanaendelea kupigana kila siku. Kwa hiyo wako watu sasa wamejifungia, wanasema tutengeneze gari ambalo litatembea na halitahitaji tena kutumia mafuta. Manake wanatafuta wazo la kipekee lenye thamani ambalo litaiondoa dunia kwenye utegemezi wa, sijui tumeelewana vizuri? Huu ubunifu kuja na wazo jipya, lakini huu ubunifu una sifa zifuatazo. Ninaenda haraka, sawa? Ili huyu mtu tumuite mbunifu, anatakiwa awe na sifa zifuatazo, au ubunifu unatakiwa uwe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza ni uhalisia. Hilo wazo jipya au hicho kitu kipya anachokiwaza kukiweka lazima kiwe halisi, lazima tukione uhalisia wake, sio kitu cha hewani, sio kitu cha kufikirika. Lakini sifa ya pili
Sifa ya pili ni kukabiliana na changamoto. Hilo wazo analolitoa liwe linakabiliana na changamoto fulani, na kukabiliana kwake hilo wazo mpaka litoe suluhu ya hiyo changamoto. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Kama hilo wazo halitoi suluhu ya hiyo changamoto, huo sio ubunifu. Lakini sifa ya tatu, kuwa na uwezo wa kukubali kubadilika kutoka kwenye changamoto iliyopo ili uende kwenye hali mpya. Mtu asipokubali kubadilika ni shida. Lazima ukubali kubadilika, maana unapopata wazo jipya litakuondoa pale ulipokuwa likupeleka. Lakini sifa ya nne ni kuwa tayari kuingia, kujaribu kufanya. Nimepata wazo, nifanye hivi. Ni lazima uwe tayari kwenda, sio tuishie wazo alafu kila ukitaka kufanya unaogopa. Uwe tayari kujaribu kufanya. Sisi tunaelewana watu wa Mungu? Lakini sifa ya nne sifa ya tano na ya mwisho ni kujituma. Kujituma, kutokata tamaa, kwamba nimepata wazo hili, nitajituma, sitokata tamaa mpaka nihakikishe wazo langu limeondoa changamoto hiyo. Mfano, huko miaka ya nyuma, wakati mimi nazaliwa na ninakuwa, tulikuwa usafiri mkubwa wa watu wengi wa hali ya chini ilikuwa ni baiskeli. Sawa? Hili ni utashi. Utashi nimeupa tafsiri hizi, tutaenda nazo hizi. Tafsiri ya kwanza inasema ni uwezo wa ndani wa kibinadamu wa kufanya maamuzi: moja, kuchagua; mbili, tatu, au kutaka jambo fulani kwa hiari. Yaani ni uwezo wa ndani wa kibinadamu ambao Mungu ametuumbia. Uwezo huo unakupa wewe kuchagua, unakupa wewe kufanya maamuzi, ila ni kwa hiari. Ndio maana vijana wa kiume anapita kwa hiari yake, kwa sababu ya huu utashi. Anasema nimemchagua binti fulani nimuoe awe mke wangu. Huwa tunamuuliza, umelazimishwa au ni hiari yako? Anasema nimemchagua kwa hiari. Manake ule uwezo wa ndani ambao Mungu ametupa kututofautisha na wanyama, umempa utashi, na utashi unatoka ndani ya nafsi. Akasema sasa huyu atanifaa. Ama wakati tunahubiriwa neno la Mungu, mhubiri anahubiri anamaliza, kinachokufanya ufanye maamuzi ya kuokoka, ama tukiwa tunafundishwa kanisani ili ubadilike, ufate somo hilo ulilofundishwa, kinachokubadilisha ni utashi, ambacho ndio kinakupa uwezo wa kufanya maamuzi. Je, kweli hiki nilichofundishwa nikifate ama nikiache kama kilivyo? Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Lakini maana ya pili ni uwezo wa kiroho na kiakili wa kujiamulia kufanya jambo fulani. Haitofautiani sana na hiyo ya juu, ila hakuna neno kushurutishwa, ile hiari yako mwenyewe. Tuko sawa watu wa Mungu? Dakika sisi zimebaki ngapi? Nimalizia la mwisho, uthubutu. Uthubutu maana yake ni uwezo wa kuchukua hatua za makusudi katika kutenda jambo fulani bila kusitasita, bila uoga, wala bila kujali watu wengine wanasema nini. Sasa
unaweza ukawa mbunifu, unaweza ukawa na utashi, lakini hili la mwisho la tatu ndio linabeba yote. Usipothubutu, usipokuwa na uwezo wa kuamua sasa nichukue hatua, utabaki na mawazo yako mazuri, utabaki na utashi wako mzuri, lakini hautabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Nirudi kwenye neno tulilosoma. Hawa ndugu zetu walikuwa na changamoto ya mgonjwa. Waliposikia Yesu ameingia katika mji, kama watu wengine walivyosikia, wakasema tunapeleka mgonjwa wetu akapone, kwa sababu huko alikopita Yesu kote aliponya wagonjwa na watu wenye shida mbalimbali. Walipofika pale ambapo walisikia Yesu yupo ndani, wakakuta umati umejaa kiasi kwamba hawawezi kumpeleka mgonjwa wao. Akafika na Yesu akamuona, na yumkini eneo lile walikutana na watu wengine wana shida zaidi ya mgonjwa waliombeba, ambao ilipashwa kabisa kuwakatisha tamaa ili warudi. Lakini watu hawa, mmoja katika kuzunguka, wakasema changamoto ya mgonjwa wetu lazima itoke. Wakabuni, wakapata ubunifu, wakasema ili Yesu alipokaa pale alipokaa ni lazima tumfikie. Na tunamfikiaje? Tukate paa la bati, tundu ambalo tunaweza kumfunga kitanda kile kamba na tukakishusha kikafika mpaka alipo Yesu. Si watu wamejaa hivi mlivyo, si ndio? Na huku wamejaa. Yesu ndo kasimama hapa niliposimama mimi. Wakapiga hesabu zao, wakabuni bati la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. Tukilikata bati la 10, kitanda kinashuka alipo. Sijui mnanielewa? Ubuni, walibuni, na walikuwa na sifa zile zote 5. Wakasema twende mpaka tujaribu, mpaka tuone, tushindwe wenyewe. Lakini utashi ukawaruhusu, wakachagua kufanya. Wakasema tunakata ili tuondokane na changamoto ya nini? Ya mgonjwa. Lakini jambo la mwisho ni kubwa zaidi, wakathubutu. Wakasema mwenye nyumba apige kelele atupeleke polisi, mwenye nyumba atuzuie, watu waseme nini, bati tunakata na mgonjwa wetu tunamshusha aende kwa Yesu. Na wakakata bati na wakamshusha mgonjwa kwa Yesu. Na ndio mstari wa 12 unatoa suluhisho, wa 11 na 12 unatoa suluhisho, unasema Yesu alipomuona yule mgonjwa akasema, imani yako imekuponya, jitwike godoro lako. Changamoto imeondoka, ijaondoka? Jiulize, je, unahisi utatu? Una utatu katika changamoto yoyote inayokukabili, iwe ya kwako binafsi, iwe ya kanisa kama taasisi, iwe ya jamii unayoishi, iwe ya eneo unalofanyia kazi. Je, unahisi utatu ambazo zinaweza zikakuondoa kwenye hiyo changamoto? Mungu awabariki, na mimi nimetumia muda wangu.